Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA imefanya uzinduzi wa mkutano wa siku 5 jijini Arusha wenye lengo la kutathmini utendaji kazi wa nusu mwaka wa fedha 2025 kwa 2026, huku mipango mikakati mipya ni kuzinduliwa kwa mfumo wa kodi za ndani Januari hii ili kurahisisha usimamizi wa kodi na kupunguza changamoto mbalimbali baina ya walipa kodi na TRA. Waziri wa Fedha Hamis Omari ameipongeza TRA pamoja na wafanyabiashara wa sekta binafsi kwa kulipa kodi kwa uaminifu, akisema hatua hiyo imechangia mafanikio makubwa ya ukusanyaji mapato kwa kipindi cha miezi 6. Sasa nyingine tunaweza tukalipuuza hili, tukapita tu tukazungumzia malengo mapya, tukazungumzia utendaji mpya bila kuona kwamba tunaendelea kufanya kazi kubwa katika ukusanyaji wa mapato haya. Ndani ya mwaka huu tunaendelea na fedha, nimeshazungumza miezi 6 ya awali tulitarajiwa kwa makadirio tukusanye shilingi trilioni 18.1, lakini tumekusanya shilingi 18.77 trilioni, sawa na utendaji wa 103% ya lengo ambalo tulikuwa tumepangiwa. Hongereni sana. Lakini naibu kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato alipozungumza, yeye akataja nasema TRA ina clean sheet kwa miezi 24 mfululizo. Kama kila mwezi tungekuwa tunacheza mechi na timu nyingine, hatakuwa tumefunga goli hata moja kwa miezi 24 mfululizo. Tulikuwa na clean sheet hapo. Mimi mpenzi wa Asma, kwa hiyo tuna maintain clean sheet nyingi. Maana yake ni kwamba kila mwezi tumeendelea kufikia lengo ambalo tulikuwa tumepangiwa, na hii sio kazi nyepesi. Mchoro magrafu kule mwisho wa mwezi unaangalia wasema hapa umepita 68, hapa 95. Maana yake ni kwamba tumeshinda kufikia lengo. Lakini kama tumepata clean sheet kwa miezi 24, hamna stahili pongezi maalum. Hongereni sana. Kazi ya kukusanya mapato ni kazi kubwa, ni kazi ngumu, na tunawapongeza vile vile wenzetu wa sekta binafsi ambao ni mawakala wetu kukusanya mapato haya. TRA inasimamia, inakadiria, inakusanya, inahasibu, lakini sekta binafsi ndio mawakala wetu wa kukusanyia. Kuna sehemu wanakusanya kama mawakala kwa zile kodi ambazo ni kodi sio za moja kwa moja, indirect taxes. Tunasema tu wewe unapanga bei yako unayopanga kwa kile unachozalisha kwa huduma unayotoa, lakini ongeza na ya kwetu asilimia fulani. Kama ni VAT asilimia 18, unaambia umepanga shilingi 100 ndio bei yako, ongeza na serikali 18 ikusanye kwa niaba yetu. Kwa hiyo na wao ndio wanakusanya awali, alafu wanazileta mamlaka ya mapato. Lakini vile vile serikali duniani kote, serikali mara nyingi inakuwa ndio mwekezaji mkubwa katika nchi. Kila biashara iliyopo ndani ya nchi, kila kampuni iliyopo, kila uwekezaji uliopo ndani ya Tanzania, serikali limbia. Tunakuja kugawana faida, asilimia 30 ya faida si inakuja serikalini. Tusingekuwa wabia, tusingepata faida hiyo. Kwa hiyo ni interest ya serikali, wenzetu wa sekta binafsi. Sione kwamba serikali na sekta binafsi tunavutana, lakini it is in the interest ya serikali kuona sekta binafsi na shamiri, hali ya uchumi na shamiri, kampuni na biashara ambazo zimeanzishwa zinapata faida kubwa, ili na sisi tuendelee kupata faida yetu katika mfumo wa kodi ya mapato, ili asilimia 30 ambayo kila biashara iliyopo ndani ya Tanzania inatulipa kama sehemu yetu ya gawio, lakini katika mfumo wa kodi. Kwa hiyo kwetu mafanikio ya TSCC, mafanikio ya CTI, mafanikio ya TPSF na wengine wote wafanya biashara wakubwa na wadogo ni mafanikio ya serikali. Kwa hiyo mamlaka ya mapato tunapaswa tuendelee kusimamia sekta binafsi, ukuaji wa sekta binafsi, ili tuweze kuendelea kupata mapato makubwa zaidi. Kwa upande wake, kamishna mkuu wa TRA Juma Mwenda amesema mamlaka hiyo imekusanya zaidi ya shilingi trilioni 18.7, ikiwa ni sawa na ukuaji wa asilimia 105, akibainisha kuwa mafanikio hayo ni matokeo ya ushirikiano baina ya TRA, walipa kodi na taasisi nyingine za kifedha. Hata muda wa kuaudit utapungua sana. Yale malalamiko ya kuaudit watu baada ya miaka 5, miaka 6 hayatakuwepo tena.
kwa sababu tuna resources za kutosha ambazo zitatuwezesha kufikia hapo. Lakini pia policy za nchi pamoja na uwekezaji wa kwenye mifumo, Mheshimiwa mgeni rasmi, yote haya ni rasilimali fedha ambazo zimetolewa na zimetusaidia sana. Kwa hiyo naomba tumpongeze sana Mheshimiwa Rais kwa uwekezaji mkubwa ambao umefanya. Kwa mwisho wa kuwapongeza ni watumishi wa Mamlaka ya Mapato Tanzania. Hawa Mheshimiwa Rais ndio ambao wamekuwa front lines wakikutana na yote mazuri ya walipa kodi wazuri tulionao na challenge za baadhi ya wachache tulionao, lakini wamekuwa wakati tamaa, wamekuwa always wanataka kufacilitate business. Kwa hiyo commitment yao na hard working ndio ambayo imewezesha biashara ziendelee, lakini ndio ambayo imewezesha kufikia haya mafanikio. Tunawapongeza sana watumishi wote ndani ya Mamlaka ya Mapato waliofanya. Hongereni sana.